Ndugu unayenisikiliza, nataka nawe niongee na wewe. Pengine umechoka kama Petro, lakini sikia neno la Bwana. Usikate tamaa. Amka tena. Kama una vyeti, kaombe kazi tena. Amini, mlango mmoja ukifungwa, Yesu anaweza kufungua mwingine. Kukata tamaa ni kujipoteza mwenyewe. Watu wote mashujaa hawakati tamaa. Elishadai ni Mungu anayetosheleza. Yupo kwa ajili yako. Unasema nimehangaika sana, mtu wa Mungu. Haujui. Hayo ni majibu Petro aliyokuwa nayo, ambayo anasema nimefanya kazi usiku kucha, lakini sina hatukupata kitu. Na mimi nataka nikutie moyo. Yesu alimwambia we tu katupe nyavu kilindini. Amka tena mtu wa Mungu. Pambana tena mtu wa Mungu. Kwa sababu hapo ndipo Elishadai, Mungu mweza yote, atajidhihirisha kwako. Sijui kama ushawahi kusoma andiko jingine kutoka kwenye Mwanzo 15 mstari wa 13 mpaka ule wa 14. Unaweza ukaona pia Mungu akiwa anaongea na Abraham kabla Abraham naye hajafa. Anamwambia Abraham, uzao wako utaenda utumwani kwa muda wa miaka 400. Na tunaijua historia ya Biblia ya kwamba walienda utumwani kwa muda wa miaka si 400 tu, wakaizoea utumwa, wakakaa miaka 430. Ndugu unayenisikiliza, kukaa utumwani miaka 430 ni vizazi mpaka vizazi. Lakini nini kilitokea? Elishadai, Mungu mweza yote, alijifunua kwa mtu anayeitwa Musa. Akaondoka Musa na Harun kwenda kuwatoa wana wa Israeli katika nchi ya utumwa. Ndio maana nimekuambia kwamba yeye ni Mungu mweza yote. Sasa nini kilitokea wakati wametoka kwenye nchi ya utumwa wanaelekea nchi ya ahadi? Tunaposoma kwenye Kutoka mlango wa 14 mstari kuanzia wa 10 na mpaka ule wa 15. Kutoka 14 mstari wa 10 mpaka 15. Hata Farao alipokaribia, wana wa Israeli walipoangalia nyuma na kuona Wamisri wanakuja nyuma yao, wakaogopa sana. Wana wa Israeli wakamlilia Bwana, wakamwambia Musa, je, kwa sababu hapakuwa na makaburi katika Misri umetutoa huko ili tufe jangwani? Mbona umetutenda haya kututoa katika nchi ya Misri? Neno hili silo tulilokuambia huko Misri tukisema, tuache tuwatumikie wa Misri, maana ni afadhali kuwatumikia wa Misri kuliko kufa jangwani. Musa akawaambia watu, msiogope, simameni tu mkauone wokovu wa Bwana atakaofanya leo, kwa maana hawa Misri mliowaona leo hamtawaona tena milele. Bwana atawapigania nanyi mtanyamaza kimya. Bwana akamwambia Musa, mbona unanililia mimi? Waambie wana wa Israeli waendelee mbele. Nawe inua fimbo yako, kanyoshe mkono wako juu ya bahari na kuigawanya, na wana wa Israeli watapita katikati ya bahari katika nchi kavu. Haleluya! Unaona safari ya wana wa Israeli. Baba yao Abraham kwenye Mwanzo 15 mstari wa 13 mpaka wa 14, Mungu alimpa taarifa kwamba uzao wake utaenda utumwani kwa muda wa miaka 400. Lakini matokeo yake ule uzao ulikaa utumwani miaka 430. Lakini nini kilichotokea, mtu wa Mungu? Kilichotokea ni kwamba wakati wa Mungu ulifika, yeye aliye Elishadai. Kumbuka watu hawa wamekaa kwenye utumwa kwa miaka 430. Vizazi na vizazi na vizazi wamezaa utumwani. Lakini nataka nikuambie, maisha ya utumwa hayafurahishi. Walichoka na wao, walikata tamaa na wao, walilalamika na wao. Alafu Mungu akamuinua Musa na Harun, akamtuma kwa Farao. Alipomtuma kwa Farao, Musa akaenda kuwatoa wana wa Israeli. Wakati Musa amewatoa wana wa Israeli, Farao hakupenda wana wa Israeli waondoke moja kwa moja. Ikambidi aamue kutuma majeshi yake
kwenda kuwazuia wana wa Israeli, lakini El Shaddai, Mungu muweza yote, wakati wana wa Israeli wanalia, wanamlalamikia Musa, wanamwambia Musa, umetuleta utumwani kutuua, wamekata tamaa, Mungu muweza yote anamtia moyo Musa, anamwambia Musa, unalia nini? Usiogope, nami nimekuja nikuambie, unayenisikia kwenye kipindi cha usikate tamaa, usiogope. Yamkini na wewe upo kama wana wa Israeli, umekaa kwenye utumwa wa kutokufanikiwa kwenye biashara muda mrefu, umekaa kwenye utumwa wa kutokuinuka na mambo yako kwenda vizuri kwa muda mrefu, lakini umefika wakati pengine unakata tamaa, unasema kama ni hivi mimi sitaendelea tena na mambo ya Mungu. Nimekuja kukutia moyo. Mungu aliwasaidia wana wa Israeli ambaye ni El Shaddai, akajifunua kwao ni Mungu muweza. Akamwambia Musa, inua fimbo yako, piga maji hayo, na Biblia inatuonyesha alipopiga maji yale yalipasuka. Wana wa Israeli wakaanza kuvuka. Wakati wanavuka, jeshi la Farao nalo likataka kutumia muujiza wa Mungu aliye hai kuwa muujiza wao. Wakajaribu nao kutaka kuvuka. Ndugu, nataka uelewe, wakati mwingine adui zako watafikiri wanaupata ushindi. Hawajui Mungu uliye naye amekutengenezea njia ya kwako peke yako.